Karibu ndugu msikilizaji na msomaji wa Vatican News katika kipindi hiki cha tafakari ya neno la Mungu. Siku ya leo tunayaangalia masomo ya Dominika ya 18 ya mwaka C wa kanisa. Masomo ambamo ndani yake tunaupokea mwaliko wa Kristo anayetuambia tujilinde na tujichunge dhidi ya kujilimbikizia mali. Kwa maana uzima wa mtu, uzima wetu haumo katika mali tunazozimiliki. Kama kawaida ya kipindi hiki, tunaanza kwanza kuyapitia masomo yote matatu ya Dominika hii, kuyafafanua kabla ya kutoa tafakari fupi, tafakari ambayo kimsingi ina lengo moja tu, la kuchokoza tafakari pana ambayo kila mmoja wetu anaalikwa kuifanya kulingana na hali yake na mazingira yake yaliyomo, kutoa kile ambacho masomo haya tunayopokea leo yanatufundisha. Tunaanza na somo la kwanza. Somo hili linatoka katika kitabu cha Mhubiri. Tunamsikia Mhubiri anasema, ubatili mtupu, ubatili mtupu, mambo yote ni ubatili. Ni kama mtu aliyekata tamaa ya chochote anachokifanya, ya kilicho mbele yake na ya maisha kwa ujumla. Sasa kuelewa kile ambacho anakimaanisha Mhubiri, tunapaswa kujua kuwa Mhubiri ni mojawapo ya vitabu katika Biblia, vitabu vinavyoitwa vitabu vya hekima. Kwa ujumla, vitabu hivi vinatafuta kumpa mwanadamu ufunguo wa maisha kwa kupitia uzoefu au hekima. Jambo moja kubwa ambalo vitabu hivi vinakuja kuonesha ni kuwa hekima hiyo, hekima ambayo inaweza kumsaidia na kumwongoza mwanadamu katika maisha yake, ni ile ambayo chimbuko lake ni Mungu mwenyewe. Msisitizo unaotolewa daima ni ule kwamba kumcha Bwana ndio chanzo cha hekima, kumcha Bwana ndio chanzo cha maarifa. Sasa tukirudi katika somo lenyewe, maneno haya ambayo Mhubiri anayasema kwamba mambo yote ni ubatili, haya si maneno yake. Ni maneno ambayo yeye anayachukua kutoka kwa wale ambao wanaifuata hekima ambayo haimchi Bwana, yani hekima ambayo haimtambui Mwenyezi Mungu. Anachokuja kukifundisha Mhubiri ni kuwa mwisho wa hekima ambayo haimtambui Mwenyezi Mungu ni kuona kwamba kila kitu ni ubatili. Hekima hiyo ina hatari ya kuona kwamba kila kitu kina ubatili kwa sababu haiwezi kwenda mbele zaidi ya kile kinachoonekana kwa macho. Hekima ya namna hiyo ipo na inaendelea kusambaa hata katika nyakati zetu. Ndio hiyo inayotangaza daima kwamba huko mbeleni hali itazidi kuwa ngumu. Ndio hiyo inayotangaza kwamba mwisho wa dunia umekaribia. Ndio hiyo ambayo haioni hata chembe ya matumaini katika nyakati ngumu za maisha, na haiwezi kufanya hivyo kwa sababu haitambui kuwa ndani ya yale ambayo mtu anayepitia ipo nguvu isiyoonekana ambayo ni nguvu ya Mwenyezi Mungu. Na hiki ndicho ambacho somo la pili linakuja kusisitiza. Mtume Paulo katika waraka wake kwa Wakolosai anasema, yatafuteni yaliyo juu, kule ambako Kristo yupo. Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Mtume Paulo anachotukumbusha ni kuwa maisha ya mwanadamu yana wigo wa kibinadamu wa hapa duniani, lakini pia yana wigo ulio juu, wigo usio wa kibinadamu ambao ni wigo wa kimungu. Maisha ya mwanadamu kumbe hayategemei tu yale ambayo mwanadamu anayaona au anayapitia hapa chini, bali yanategemea pia yale yasiyoonekana, yale anayoyakusudia Mwenyezi Mungu muumba wake, ambaye ndiye muumba wa ulimwengu. Tuingie sasa katika somo la Injili. Hili ni somo ambalo kupitia mifano miwili inatupatia fundisho kuhusu mali na utajiri. Katika mfano wa kwanza, Yesu yupo anafundisha watu. Ghafla anaibuka mtu mmoja katika hali ambayo isiyotarajiwa, anamuomba Yesu awagawanyishe mali yeye na kaka yake. Hapo Yesu anatoa fundisho la kwanza kuhusu mali. Anasema, angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu alivyo navyo. Hii choyo ambayo tunaisikia katika lugha ya Kigiriki, lugha ambayo ni ya asili ya maandiko matakatifu kabla ya tafsiri yake, imetumika neno pleonexia. Neno hili linamaanisha tamaa ya kujilimbikizia mali. Kumbe hapa Yesu anatahadharisha dhidi ya hii tamaa ya kujilimbikizia mali, tamaa ya kupata utajiri uliopitiliza. Na tukiangalia vizuri, Injili inatuonesha kuwa tamaa hii inamfanya mtu kutokuona
wala kutokufikiria kitu kingine isipokuwa mali, mali, mali na namna ya kuiongeza mali hiyo. Anaifanya mali kuwa ndio uzima wenyewe. Tunaona umati wa watu unaketi kumsikiliza Yesu anayejipambanua kama mwalimu. Yule mwenye tamaa ya mali haoni kama umati unavyoona. Yeye hayupo kumsikiliza Kristo wala mafundisho yake, bali yupo hapo kutafuta fursa, na fursa anayoiona ni kumtumia Yesu kama mwamuzi wa kumshawishi kaka yake amgawie urithi wao. Tamaa inapofusha. Katika mfano wa pili ambao injili ya leo inatupatia kuhusu mali na utajiri, tunasikia mfano ambao Yesu mwenyewe anautoa. Ni mfano wa mtu tajiri aliyefanikiwa kupata mavuno mengi aliyoweka akiba. Tajiri ambaye baada ya mafanikio yake yote hayo aliyoyapata kimsingi kwa nguvu zake na bidii zake, anaona amekwisha fikia upeo wa maisha. Anajiambia, nafsi yangu, pumzika sasa, ule unywe ufurahi. Katika mfano huu Yesu anatuonesha kuwa lengo la maisha ya mwanadamu sio hilo. Kupata mali au utajiri sio lengo, bali ni njia au mojawapo ya namna ya kumwezesha mtu kuishi vema mahusiano yake na Mungu na mahusiano yake na watu. Upeo wa maisha ya mwanadamu na hatima yake vinapatikana kwa Mungu tu. Yesu anafundisha kuwa anayehitaji kujitadhirisha na ajitajirishe kwa Mwenyezi Mungu. Somo la kitabu cha Mhubiri. Mhubiri asema, ubatili mtupu, ubatili mtupu, mambo yote ni ubatili. Maana kuna mtu ambaye kazi yake ni kwa hekima na kwa maarifa na kwa ustadi, naye atamwachia mtu aliyeshughulika nayo kuwa sehemu yake. Hayo tena ni ubatili, nayo ni baa kuu. Kwa maana mtu hupata nini kwa kazi yake yote na kwa juhudi ya moyo wake alivyojitahidi chini ya jua? Kwa kuwa siku zake zote ni masikitiko na kazi yake ni huzuni. Naam, hata usiku moyoni mwake hamna raha. Hayo nayo ni ubatili. Neno la Bwana. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Mtu mmoja katika mkutano alimwambia, "Mwalimu, mwambie ndugu yangu anigawie urithi wetu." Akamwambia, "Mtu wewe, ni nani aliyeniweka mimi kuwa mwamuzi au mgawanyi juu yenu?" Akawaambia, "Angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo." Akawaambia mithali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Akasema, nitafanya hivi, nitazivunja gara zangu nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nitajiambia, nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Pumzika basi, ule unywe ufurahi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu. Neno la Bwana. Hakuna yeyote awezaye ya kutegemea nguvu za Mwenyezi Mungu. Hakuna nguvu pekee kama kumcha Mwenyezi. Hekima na maarifa tunavipata kwa kumcha Mungu.
Ndugu msikilizaji na msomaji wa Vatican News, masomo haya Dominika hii ya 18 ya mwaka C wa kanisa yanakuja kutupatia tafakari juu ya mojawapo ya vipengele nyeti katika maisha ya mwanadamu. Kipengele hicho ni kile kinachohusu mali. Kuhusu kipengele hiki, ni kana kwamba mwanadamu daima anajikuta katikati ya misukumo miwili. Msukumo wa kwanza tunaweza kuita ule wa kidunia au wa kijamii, ni ule unaomtaka ajitafutie mali kwa bidii, kwa maarifa, wakati mwingine kwa haraka na kwa njia zote za halali ili aweze kuishi vema. Na msukumo wa pili, ule ambao tunaweza kuita wa kiinjili, ni ule ambao unaonekana kumwekea mwanadamu huyu breki ili asifikie malengo hayo. Sasa tangu mwanzo kabisa inabidi kuweka wazi kuwa Injili haifundishi kuwa mali kama mali ni dhambi. Mafundisho ya Injili yanalenga kumsaidia mwanadamu kuipa mali nafasi yake inayostahili katika maisha, pasipo kupuuzia umuhimu wake wala kuikuza mali zaidi ya thamani yake. Hii yote ni kututahadharisha ili mali isichukue nafasi ya nafsi ya mwanadamu, na pia mali au mwenye mali wasigeuzwe miungu na kuanza kuabudiwa. Kupokea vizuri fundisho hili, ni muhimu tukarudi katika fundisho la amri ya kwanza ya Mwenyezi Mungu. Katika amri hiyo Mungu anasema, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia. Kwa bahati mbaya na kimakosa, amri hii imechukuliwa daima kama ni amri inayokataza matumizi ya picha au sanamu katika nyumba za ibada. Undani wa amri hii unakataza kuunda, hasa ndani ya fikra au moyo wa mwanadamu, vile ambavyo mwanadamu ataelekeza maisha yake yote kwake na kumweka Mungu pembeni. Vitu hivi kimsingi sio vibaya na sio dhambi. Vinageuka kuwa vibaya na vinageuka kuwa dhambi pale ambapo mtu anavipa nafasi ya kwanza katika maisha yake na kuiacha pembeni nafsi yake mwenyewe, ubinadamu wake, na kumwacha pembeni Mwenyezi Mungu. Vinaweza kuwa ni madaraka, vinaweza kuwa ni mali, vinaweza kuwa ni chakula au vilevi, vinaweza kuwa ni umaarufu na kadhalika na kadhalika. Na vitu hivyo mtu yuko tayari kufanya chochote kile kwa namna yoyote ile ili avipate na aendelee kuvipata. Hivyo ndivyo vinyago, hizo ndizo sanamu ambazo Mwenyezi Mungu hataki tuzichonge. Hataki tuzichonge kwa sababu yeye amemuumba mwanadamu awe kiumbe huru, awe juu ya viumbe vyote na amtumikie Mungu pekee. Vinyago au sanamu hizi zinaondoa uhuru wa mwanadamu, zinamfanya awe mateka. Badala ya yeye kuwa juu ya viumbe vyote, yeye ndio anakuwa chini, na vile ambavyo vitengeneza yeye mwenyewe vinakuwa juu. Matokeo yake si tu kwamba anamweka Mungu pembeni, bali mwanadamu anakuwa ni kinyume, anakuwa ni mpinzani wa Mwenyezi Mungu. Hekima ya maandiko matakatifu katika kitabu cha Mithali inasema, ikimwambia Mwenyezi Mungu, usinipe umaskini wala utajiri. Usinipe utajiri nikakusahau nikasema Bwana ni nani, wala usinipe umaskini nikaiba na kulitaja bure jina la Mungu wangu. Unilishe chakula kilicho kadiri yangu. Tupokee basi mwaliko wa Kristo, mwaliko wa kujilinda, mwaliko wa kujichunga, ili mali na harakati za kutafuta maisha mazuri zisiwe kwetu ibada kama ile ibada ya sanamu, tukausahau binadamu wetu, tukausahau binadamu wa wenzetu, tukamsahau na Mwenyezi Mungu. Tuombe neema ya kutumia mali na nafasi zetu kwa ajili ya kuuinua ubinadamu na kwa ajili ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Kwa niaba ya Angelo Zaula na Padre Achilles Narcis Charukula, ni mimi Padre William Bahitwa, Vatican News. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus. Bwana tunakuja kwako, dalili zaonyesha ni nyakati za mwisho. Tukimbilie wapi?
Bwana tunakuja